mwanafunzi, inawezekana unaweza kuwa katika hali ya kutekeleza yale ambayo Mungu amekusudia, lakini ukapitia changamoto mbalimbali. Mungu hakuachi peke yako, anakuwa na wewe katika hizo changamoto unazozipitia. Jina la Bwana libarikiwe. Na katika changamoto hizo unazozipitia, Mungu anaonyesha mkono wake na utetezi wake wa karibu, kuonyesha kwamba yeye ni Mungu aliye karibu. Lakini vile vile tunaendelea na ujumbe huu. Ninajua kabisa na ninaelewa kuna watu wako katika mtandao wananifuatilia somo hili na wanajifunza pamoja nasi mahali popote katika ulimwengu huu, maana dunia ni kijiji. Wanafuatilia somo hili, tumeona comment zenu, tuendelea kufuatilia somo hili. Mungu awabariki sana sana sana, na ninamwamini Mungu aliyenipa ujumbe huu anayo malengo yake, na ana mtu anataka kumsaidia. Mungu anapotoa ujumbe, lipo kusudi katika ujumbe. Anasaidia, anakuinua, anakukumbusha kusimama katika wajibu wako, anakukumbusha kusimama katika kile ambacho Mungu yeye anataka uwe usimame nacho. Kwa hiyo haupotezi muda wako unapofuatilia somo hili, na hata wewe ambaye upo katika ibada hii leo, Mungu amekusudia jambo kwa ajili yako. Ninamwamini Mungu kabisa kwamba lipo kusudi lake kwa maisha yako, na upo mpango wake kwa maisha yako, na ipo tokeo ambayo itakwenda kutokea katika maisha yako ambalo utafurahia katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu wakati huu msalimie jirani yako, mwambie mchungaji anakukaribisha sana. Mwambie anakukaribisha sana. Jisikie huru, jisikie amani. Amen. Chaneli yetu inarushwa, inaitwa GGCC Christian Center, GGCC Christian Center Judea. Na unaipata chaneli hiyo katika YouTube, unaipata chaneli hiyo katika WhatsApp, unaipata chaneli hiyo katika FB na Instagram unaipata. Unaweza kutufuatilia matangazo haya na ukafuatilia jumbe mbalimbali zinazorushwa katika ukurasa wetu wa kanisa la mahali hapa la Glory to Glory Christian Center, na Mungu atakubariki sana. Tuliishia Ijumaa katika kipengele tulikuwa tunazungumzia, eneo linasema kwamba licha ya hasira ya watoto wa Yakobo, Mungu hakupendezwa na dhambi walioifanya ya mauaji. Licha ya hasira ya watoto wa Yakobo, Mungu hakupendezwa na dhambi walioifanya. Kwa wewe ambaye ukusikiliza, tuko eneo la tatu, lakini nakukumbusha kidogo kwamba watoto wa Yakobo, yani Simeoni na Lawi, walikasirika sana baada ya kupata taarifa na kuona tukio baya lililotendwa na wapagani, ama yule ambaye aliweza kutembea na binti yao ama dada yao, aliitwa dada yao huyu katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 34-35. Hapo huyu Dina tunapata habari yake. Dina dada yao alitembea na mpagani mmoja huyu aliyekasirisha watu. Naomba turejee pale niwakumbushe, alafu tuende mbele. 34 mstari wa kwanza, Biblia inasema, Mwanzo 34:1 anasema, basi Dina binti Lea ambaye Lea alimzalia Yakobo akatoka kuwaona binti za nchi. Akatoka kuwaona
akaona binti za nchi, Shekemu mwana wa Hamori mrithi mkuu wa nchi akamwona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Moyo wake ukaambatana na Dina binti Yakobo, akampenda huyu msichana, akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasema, unipatie msichana huyu awe mke wangu. Basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina binti yake, na wanawe walikuwako pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza hata walipokucha. Kisa hiki ni kisa cha aibu katika nyumba ya Yakobo, aibu katika nyumba ya mtumishi wa Mungu, aibu katika nyumba ya mteule wa Mungu, aibu katika nyumba ya mtu ambaye Mungu anaishi naye, anatumika naye, anamtuma, anamwelekeza mambo ya kufanya. Aibu inatokea katika nyumba yake. Tuliangalia siku ya Ijumaa kwamba vijana wa Yakobo waliporudi wakapewa habari mbaya ya kwamba dada yao amefanyiwa tendo la aibu. Mioyo yao ilikasirika sana. Mambo walioamua kuyafanya, wakaamua kuandaa njama mbaya sana. Wakaandaa njama ya kuweza kuwafikiana na hawa watu, kuweza kupatana nao, kuweka mkataba nao, ili kwamba watekeleze nia yao iliyo moyoni mwao ya kuangamiza, ya kuwaua watu wa Shekemu. Jambo walilofanya, wakakubaliana nao kwamba sasa niweze kutahiriwa wote na kama sisi tulivyotahiriwa, alafu mimi ninaweza kuoa kwetu na sisi tutaoa kwenu. Tendo hili la aibu la njama la kutengenezwa likakubaliwa moyoni mwa watu wa Shekemu. Watu wa Shekemu wakakubali, wakasema itakuwa jambo jema sana. Wakaenda kufanyiwa tohara na watoto hawa wa Yakobo. Baada ya siku ya kwanza, ya pili, ile siku ya tatu, maumivu makali, vidonda vimechachamaa. Hawa watoto wa Yakobo wawili wakaandaa mapanga yao na kwenda kuangamiza wanaume wote. Wakawaua wanaume wote. Shekemu na Hamori wakauawa wote. Lakini kibaya zaidi, wakaenda kutekeleza unyama mwingine zaidi. Walipomaliza kuwaua wote, wakaenda kuteka wake zao, wakateka watoto wao, wakateka mifugo yao, wakateka mali zao za thamani, wakaondoka navyo, wakaenda navyo kwa Yakobo. Yakobo alipoona tukio hili ikamsikitisha sana, akajuta, akawaambia, mmenitendea jambo la unyama wa hali ya juu sana. Tendo hili mmelifanya ni jambo baya. Watoto wao kwa ukaidi wakamjibu, wakamwambia, je, ni vema, ni halali kumtenda dada yetu kama kahaba? Tendo lile lilimkasirisha Yakobo na Mungu alikasirika kwa jambo hilo. Tukaangalia kitabu cha Yakobo sura ya 34 hiyo, tukaangalia 49, tukaangalia mstari wa kwanza hadi wa 9. Yakobo aliwaita baada ya kufika Misri, ile dhambi ya watoto wake Lawi na huyu rafiki yake wakaitwa tena kwa ajili ya kuwabariki, lakini dhambi yao ilikumbukwa. Tendo lao la unyama waliofanya, Yakobo akalikumbuka wakati wa baraka. Yakobo akalikana jambo lao, akakana dhambi yao.
Sema pale tunajifunza nini katika eneo hili? Tukasema kwamba licha ya kwamba hawa watu walitekeleza kwa hasira na kuona kwamba dada yao imetendewa unyama, lakini pamoja na hayo Mungu hapendezwi na kisasi. Amen, amen. Mungu hapendezwi na kisasi. Mungu hapendezwi na kisasi. Usifanye kisasi, usilipize kisasi. Hata kama kuna ndugu na jamaa wamekutendea vibaya, usilipize kisasi. Amen. Usilipe baya kwa baya, bali ushinde ubaya kwa wema. Mungu kusaidia sana na Mungu anasaidia sana. Lakini tunaona madhara gani yanatokea katika eneo hili? Madhara ya watu hawa makaidi kukataa onyo aliyotoa baba yao, wakaendelea kudumu katika mambo yao na maamuzi yao, athari yake wakaamua kulaaniwa, wakalaaniwa. Amen. Mungu atusaidie tuikimbie laana ya Mungu. Lakini tukajifunza nini kwenye eneo hili tena? Tukajifunza kwamba licha ya watoto wa Yakobo kuto kujifunza mipaka yao, licha ya kuto kuzingatia mipaka yao, inawezekana hata leo tunaweza kujifunza na sisi leo kwamba ipo mipaka ya watakatifu. Amen. Ipo mipaka ya watakatifu, kwamba mtakatifu lazima ajue mipaka yake, kwamba lazima uelewe mipaka yako, ujue mazingira yako, usifike mahali katafuta urafiki na pagani ambao wanaweza karibu maisha yako. Ujitunze. Amen, amen. Lazima uwe mipaka, lazima ujue kwamba hapa nilipo niko wapi, mimi ni nani, tambua wewe ni nani. Halo, halo. Hii inatupa shida sana kanisa la leo. Hatujui mipaka. Watu wengine wanasema kanisa leo wachungaji wafundishi, wachungaji wakemei. Sikiliza mpendwa, wachungaji wanahubiri, wachungaji wanakemea, lakini leo dhambi imekaa ndani ya watu, hawataki kutii, wanakaidi. Hata kama ananitunga miaka na miaka na miaka, mambo anayofanya ni tofauti kabisa na fundisho la upako. Halo, unanielewa? Unanielewa? Nisikilize. Kanisa leo wanashinda kukuwa na mipaka. Wanadumu kutenda dhambi, hawataki kujitenga dhambi, hawataki. Na ikifika mahali wanasema wachungaji ni shamba. Halo, halo, wewe mchungaji ni shamba. Mambo haya wewe alikuwa yeye mzee bwana, mambo haya angekuwa naye kama mume wa kwangu angefanya. Acha ushamba, wewe ndio mshamba. Halo, halo, acha, wewe ndio mshamba, wewe ndio wakuja, wewe ni mkeni. Unaelewa? Wewe ni mkeni. Wasema usiingie mjini vibaya. Halo, usiingie mjini vibaya. Ulimkeni. Unaona kila kitu wewe ndio kwanza unakifahamu. Ndio kwanza unakijua wewe. Yaani kila kitu wewe ndio unaelewa kuliko wengine wote. Acha ushamba wewe. Tulia. Hapa Yuda kilichomfanya atoke ni ile hali ya kutamani, akaangalia huko kuna nini. Hao wanawake wako wanaishije, akatoka mikononi mwa familia yake aliyolelewa, akaenda nje. Nini kilimpata huko? Akambulia. Biblia inasema kubakwa. Halo, halo, halo. Mimi nataka kujifunza leo mpango wa Mungu.